Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na leo tena tupo katika somo la 13. Somo la 13 linasema ya kwamba katika umilele. Katika umilele. Na robo zima hii ya pili ya mwaka 2026 tulikuwa tukijifunza katika swala zima la kukua katika uhusiano na Mungu. Na kwa kufungua kipindi chetu ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi kisha tuweze kuendelea. Karibu sana mchungaji Robert Tuvako. Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye unayestahili. Asante sana kwa namna ambavyo umetutembeza katika robo nzima mpaka siku hii tunapolitazama somo hili katika juma hili la 13, na tunashukuru sana kwa namna unavyotuelekeza kujenga uhusiano na wewe. Asante kwa namna ambavyo umetusikia maombi yetu, namna ambavyo umetufundisha, na sasa tena tuelekeze katika vilele hivyo vya namna ambavyo uhusiano kati yetu na wewe utakuwa na zawadi na tuzo za milele. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen, amen. Asante sana mchungaji Tuvako na nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo. Amen. Lakini pia mchungaji Didas pia karibu sana na kwenye kipindi chetu. Yaani somo la leo tunafunga robo ya pili ya mwaka 2026, ni somo la mwisho kabisa. Tunaelekea ukingoni kabisa. Na tutaangazia katika umilele. Lakini kabla ya kwenda katika somo la 13, robo nzima hii tulikuwa tumejikita katika kukua katika uhusiano na Mungu. Na ningetamani tuweze japo kwa muhtasari kuweza kuelezea kwa ufupi kile ambacho tulikiangazia, kwa kuwa ndo tunamaliza robo hii, kile ambacho tulikiona katika robo hii ya pili ya mwaka 2026, kukua katika uhusiano na Mungu. Nitaanza na mchungaji Didas alafu tutakwenda kwa mchungaji Tuvako hapo. Karibu sana mchungaji Didas, uweze kutukumbusha. Shukrani mwenyekiti. Nafurahi kwamba tunaweka kituo katika robo ya pili. Ndio. Tumekuwa na safari nzuri ya masomo takriban 12 na juma hili tunamalizia somo la mwisho. Kukua katika uhusiano na Mungu ni uzoefu ambao kila mmoja wetu, haidhuru wewe ni mwanatheolojia mbobevu, mshiriki wa kawaida, ni mada ya msingi sana katika kujifunza ili kuona namna ambavyo tunaweza kuwa watu halisi wa Mungu. Na somo la kwanza katika robo hii ilikuwa inasema kukagua uhalisia. Fungu la kukariri toka katika kitabu cha Yohana 15:9 ilikuwa linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Amen. Na tulichunguza juu ya hali yetu katika uhusiano na Mungu kama kanisa, lakini kama mtu mmoja mmoja katika nuru ya ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia, na tuliona jinsi ambavyo Kristo anaitambua hali yetu na kemeo wanalotoa dhidi ya hiyo hali yetu mbaya na ufumbuzi wa changamoto hiyo hali yetu mbaya. Na tulikuwa na somo la pili lililokuwa linasema kumjua Mungu, na Yohana 17:3 ndio lilikuwa fungu letu la kukariri, lilikuwa linasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na tuliona jinsi ambavyo Biblia inamfunua Mungu kwetu ili tumfahamu yeye ni nani, tabia yake katika hatua ya kujenga uhusiano naye. Hii tulikuwa na somo la 3 lililokuwa linasema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Luka 14:11 lilikuwa fungu la kukariri na lilikuwa linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa na kila ajidhilie atakwezwa. Tulijifunza juu ya mguso ambao kiburi kinaweza kuweka kwenye mahusiano yetu na Mungu na hata na wanadamu wenzetu. Lakini pia tukatazama vile Biblia inavyofundisha kuhusu unyenyekevu mbele za watu na mbele za Mungu pia. Tukawa na somo la 4 lililokuwa linasema nafasi ya Biblia. Fungu letu la kukariri lilikuwa linatoka katika kitabu cha Waebrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hiyo tukaona juu ya kazi kubwa
ya Biblia katika mchakato wa kumjua Mungu, namna ambavyo tukisoma Biblia, neno lake hili ambalo ni chakula cha uzima, tunadumu katika uhusiano thabiti na yeye. Lakini tulikuwa na somo la 6 lilikuwa nasema jinsi ya kujifunza Biblia. Na fungu letu la kukariri lilikuwa linapatikana katika kitabu cha Isaya 55 ile aya ya 11, lilikuwa nasema, ndivyo litakavyokuwa neno litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Na tuliona namna tunavyopaswa kutumia muda wa thamani pamoja na Mungu katika kujielekeza kwa kina kusoma neno lake na kulielewa. Na tukawa na somo la 6 lililokuwa linasema mashujaa wa maombi. Zaburi 116 aya ya 1 na ya 2, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa aisikiliza sauti yangu na dua zangu. Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo mimi nitamuita siku zangu zote. Tuliona kupitia uzoefu wa watu fulani ambao walikuwa ni waombaji katika Biblia, na jinsi maombi yalivyo kiini cha uhusiano wetu na Mungu. Hatimaye somo la 7, maombi yenye matokeo. Fungu la kukariri kitabu cha Zaburi 62 aya ya 8, enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Tuliangalia juu ya njia halisi za kuimarisha maombi katika maisha yetu ya kila siku. Na hapo baada ya somo hilo la 7, somo la 8 tuliona kuwa na imani. Kuwa na imani, na hasa imani iliyosemwa hapa ni imani ya Yesu, kama isemavyo kwenye Ufunuo 14 fungu la 12. Lakini fungu la kukariri ilikuwa ni lile fasiri ya imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania sura ya 11 fungu la 1. Na hivyo tukaona umuhimu wa imani katika maisha yetu. Tulienda kwenye somo la 9, ambalo somo la 9 lilituelekeza katika maneno matatu: dhambi, Injili na sheria. Na nilipenda jinsi ambavyo pia somo letu liliweka lile neno Injili katikati. Yaani baada ya dhambi kuvunja sheria, Injili inaingilia kati. Na fungu la kukariri lilikuwa kwenye Zaburi 119 fungu la 93 hadi 94, lililosema, hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako. Tulimwona Kristo katika Injili anavyofanya iwezekane hata mtu aliyeanguka katika dhambi kiasi gani, apatanisho la Mungu mtoa sheria, na kwa njia hiyo arudishe uhusiano na kuukuza kati ya mtu na Mungu. Somo la 10 tuliona jinsi ambavyo toba na msamaha, maneno mawili hayaachani, toba na msamaha. Na fungu la kukariri likiwa Yohana wa kwanza sura ya 1 aya ya 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Na hivyo tukajifunza namna ambavyo kama wana wa Israeli walivyokuwa wakitarajia nchi ya ahadi, sisi pia tunaitarajia nchi ya ahadi halisi ya kuja, ambayo itakuja Bwana Yesu akija mara ya pili, na wanaokwenda kuirithi ni wale tu ambao wamekubali toba ambayo inatoka kwa Mungu, na hivyo wanapotubu Mungu anasamehe. Ombi linalojibiwa kwa haraka zaidi. Somo la 11 lilituelekeza katika vikwazo na hilo lilitufanya tutafakari Warumi sura ya 5 aya ya 3 hadi ya 5. Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Na tukamuona Mungu anavyofanya kazi licha ya vikwazo na dhiki ambazo sisi tulisababisha dhambi ikaingia na kuzileta hizo, na hivyo Mungu anatupatia ushindi tukimtazama Yesu. Somo la 12 ambalo najua ni somo la juma lililopita tu, tuliangalia kwa uzuri sana
Somo la 12 tuliangalia kwa uzuri sana, shiriki habari zake. Shiriki habari zake, ikitutia moyo kwa kupeleka habari njema kwa watu wote. Fungu la kukariri likiwa Isaya 50 aya ya 4. Bwana Mungu amenipa ulimi wao hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, anasema huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kila mmoja anayemkubali Kristo ana wajibu wa kushiriki habari njema kwa watu wengine. Naam. Asante sana mchungaji Didas na mchungaji Tuvako kwa kuturejesha katika masomo ambayo tumeyapitia katika robo hii ya pili. Hakika tumebarikiwa sana katika robo ya kukua katika uhusiano na Mungu. Mchungaji Tuvako, ukiunganisha hapo, twende moja kwa moja katika somo letu la 13 katika umilele. Nini hasa ambacho tutakiangazia katika somo la 13 ukitufungulia mjadala hapo? Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Somo letu linapokuja katika vilele hivi, ninashukuru na kufurahi kwamba kila robo Mungu anatupatia haya mafundisho kwa utaratibu mzuri sana. Unakwenda hatua 1, 2 mpaka unafika kilele, na kila robo tunakumbushwa baada ya haya yote juu, baada ya haya yote ni mbinguni, kuna uzima wa milele, kuna tumaini hakika. Na hivyo somo la juma hili katika umilele, na napenda hili fungu la kukariri linaposema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la 2. Na ninapolizungumzia hilo kwa kudokeza tu mwenyekiti, tunakwenda kujadili kwa ufupi namna ambavyo tumaini hili hakika sio tu kwamba limekaribia, lakini tunaishi katika hilo. Naam. Tunaishi katika namna ambayo bila kujali idadi ya siku tulizobakiza duniani, yapasa tukaze macho yetu kwa Bwana Yesu, tukidumu bila kuchoka kumtazama yeye. Na hili sio tu rahisi, lakini linafanywa rahisi kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Na hivyo Daudi akasema, macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Na hivyo juma hili tunaangalia zawadi ya juu kuliko zote, uzima wa milele. Asante sana mchungaji Tuvako, uzima wa milele, hiyo ni zawadi ya juu kabisa. Mchungaji Didas, kwa nini tunahitaji sana kuweza kuangaziwa na nuru ya uso wa Bwana leo? Kuangaziwa nuru ya uso wa Bwana leo. Ndio. Habari njema kama ambavyo Pastor Tuvako ameanza kutuambia ni kwamba kilele cha safari ya maisha yetu ya Ukristo hapa duniani inakaribia sana, maana Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Hiyo ndio habari njema anayopenda kushiriki na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Yesu anakuja upesi. Amen. Na hata sasa tunaweza kushuhudia namna ambavyo dunia yetu imekuwa mbaya. Naam. Maana nazungumza hivi, Yesu anakokuja kuna dalili zinazoambatana na kuja kwake. Dunia iko katika hali ya kutetemeka na kuugua, na dalili ambazo Yesu Kristo alikwambia katika neno lake karibia zinatimia zote machoni petu. Habari ya vita na tetesi za vita, mataifa yanayoinuka dhidi ya mataifa mengine, njaa, matetemeko na magonjwa na mateso yanatokea kote kutuzunguka, na kadri tunavyokaribia mwisho, haya mambo yanazidi kuwa mengi sana kadri mwisho huu unavyosogea. Lakini Mtume Petro anatuambia jambo muhimu sana anaposisitiza na yeye juu ya kufika kwa huu mwisho wa wakati. Ukisoma katika kitabu cha Mtume Petro ile sura ya 4, waraka wake wa kwanza sura ya 4 na ile aya ya 7. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 4 na aya ya 7 anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Tunapoukaribia huu mwisho ambao Mtume Petro anasema umekaribia, tunapaswa kuishi katika uhakika kwamba tuko ndani ya neema ya Kristo. Tunauishwa kila siku katika hali yetu ya kiroho.
tuna mapatano naye. Tumejifunza robo nzima kujenga uhusiano na Mungu. Kwa hiyo tunachopaswa kuzingatia ili huu mwisho unapokuja utukute tuko upande wa Yesu ni kuhakikisha kwamba tunaishi kila siku katika uhalisia wa kuthibitisha na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Kila iitwapo leo, neema yake inayookoa iwe ni zawadi yetu ambayo tuna uhakika tunaye kwamba Yesu akitokea mawinguni tuko naye. Na wakati ambapo tunafanya hivi, ili jambo sio jambo la umma, ni jambo la kila mmoja. Kama ninasisitiza, mtu mmoja mmoja. Hakuna wokovu kwa makundi, hata mme na mke na familia, kila mmoja ataokolewa kwa nafsi yake. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe anathibitisha wokovu wake kila siku na kuimarisha. Na maisha yetu ni mafupi sana, Pastor Tuvako. Na kwa sababu maisha yetu ni mafupi, hatujui ni lini mshale wa mauti unaweza ukatupiga. Tukiishi katika uhalisi huo na mtazamo huo, tunapaswa kabisa kushikamana na Yesu kiasi kwamba kesho kama nitakuwa sipo duniani, maisha yangu nishasalimisha kwa Yesu Kristo. Yaani tunapaswa kuishi kana kwamba, mwenyekiti, msikilizaji na mtazamaji, leo kiroho, leo ni siku yangu ya mwisho ya kuishi duniani. Kwa sababu habari njema ni kwamba mtu aliyelala usingizi wa mauti leo, kitu anachokutana nacho baada ya hicho kifo ni kumwona Yesu akija mara ya pili. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kwa kujisalimisha kwa Yesu Kristo kana kwamba tungekufa leo, na anapokuja kesho tuna nafasi katika uzima wa milele. Na hicho ulichouliza, mwenyekiti, ambacho kimsingi nimeelezea pia, mtunga Zaburi katika Zaburi ya 80 anazungumza mambo ya msingi sana katika habari ya kuangaziwa nuru ya uso wa Mungu, ambayo hiyo ndiyo neema niliyoisema kwamba tunapaswa kuishi kwa kuwa na kipawa hiki cha neema ya Kristo kwa namna ambayo tuna uhakika wa wokovu wetu. Asafu ambaye alikuwa ni kiongozi wa ibada, hasa muziki mtakatifu uliotumika katika ibada, tu amechaguliwa na Daudi, ndiye aliyeandika Zaburi ya 80. Sitasoma kwa sababu ya muda, lakini kuna kiitikio anachokizungumza katika aya ya 3, aya ya 7 na 19. Anasema maneno haya: E Mungu, uturudishe, uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Anarudia maneno yale katika aya ya 7, E Mungu wa majeshi, uturudishe, utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Aya ya 19 anasema, E Bwana Mungu wa majeshi, uturudishe, utuangazishe nuru, utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Mtunga Zaburi huyu kama anatoa mwangu baraka za kikuani zile ambazo Mungu alimwambia Musa, Haruni na wanaye watawaambia watu, watawasomea hizi baraka. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6, 24 hadi 26, ndipo maneno haya yanapotoka, anasema Bwana akuangazie nuru za uso wake. Na Asafu anazungumza maneno haya, na anachofanya ni ombi la Mungu la kuwarejesha kiroho, kuwauisha, kuwapatia neema yake. Maana kuangaziwa nuru za uso wa Bwana, maana yake ni kwamba Mungu anamwangalia mtoto wake kwa fadhili, kwa fadhila, kwa wema na ukubali. Na ukumbuka huduma ile ya patakatifu ilipokuwa inafanyika, kuhani alikuwa anatoka baadaye na kuwatangazia baraka za neema ya Mungu, utakaso na msamaha kila iitwapo leo. Na hicho ndicho anachotamani Kristo kwetu, kwamba tuishi kila siku kana kwamba tumekubaliwa mbele za Mungu, tumefadhiliwa naye, tuko ndani ya wema wake, tunafurahia baraka zake, sio za hapa tu, baraka za milele, kiasi kwamba akija kesho tunaingia mbinguni, kwa sababu tunaukaribia umilele ambao tunajifunza katika juma hili. Naam. Asante sana mchungaji Didas. Nikirejea tena papo mchungaji Tuvako, ninajaribu kupiga picha hivi itakuwaje siku tukionana na Yesu ana kwa ana. Hebu jana mtupatie uzoefu. Nimekumbuka kisa cha mchungaji mmoja ambaye ni msafu, mchungaji mganga. Yeye anaeleza kwamba kama tu mara yake ya kwanza kwenda Dar es Salaam, siku hiyo alivyoambiwa kesho na kwenda Dar es Salaam, alilala na begi mgongoni.
rafiki yangu mchungaji. Sasa huo ni uzoefu wake. Kake kikoko. Kake kikokuu. Ndugu na dada. Huo ni uzoefu wake. Hebu tupige picha sasa Yesu. Tunakwenda kuonana na Yesu ana kwa ana. Itakuwaje? Tupatie uzoefu mchungaji Tuvako. Hakika kama ambavyo tunazungumzia juu ya uzoefu ambao hatujawahi kuupata. Kuna mambo katika maisha haya yanatudokezea kile ambacho tutakipitia. Ndio. Ni kwa udogo sana tunapata vionjo. Ninachofikiria cha kwanza katika mahusiano, kwa sababu tunazungumzia vilele vya uhusiano na Mungu. Marafiki. Nina marafiki, najua unao pia, na Lasta ndio unao. Nina rafiki yangu mmoja, au niseme wawili hasa, ambao kuna wakati ulipoishi ughaibuni mahali nilimwomba Mungu nipe marafiki kabisa. Na nilikuwa na sababu nzuri tu za msingi, lakini sio kawaida tunaomba hilo ombi tukiwa watu wazima. Lakini unasema nipe marafiki. Nikamwambia angalau marafiki wawili. Na Mungu alifanya muujiza, akaleta marafiki wawili wachungaji tuliozaliwa mwaka huu. Na wanatoka nchi fulani hapa Afrika, lakini pia ni watu ambao wanapenda vitu ninavyovipenda. Interest, yani zile mambo ambayo tunafurahia yanafanana. Na hiyo ikafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Na ninachozungumzia hapa ni uhusiano, namna ambavyo hata kama simpi chochote, hanipi chochote. Wala si swala la kwamba tumeketi wapi. Kuwa tu pamoja ilikuwa furaha ya wakati wote. Wiki iliyopita mmoja akaja kutoka nchi nyingine akamtembelea huyo mwenzetu, na wawili wakanipigia simu. Na nikapokea simu nikidhani ni mmoja, kumbe wote wawili wako pamoja, wasema tunajipanga kuja huko pia. Sasa ninachozungumzia ni uhusiano ambao furaha yake, watu tunapozungumza hata juu ya kwenda mbinguni, huwa najiuliza, tunajua tunachosema kweli? Kuna watoto wengine wanaweza kasema juu ya kuwa mahali kwa sababu wanapenda bembea, wanapenda vitu fulani mahali fulani, wanapenda chakula. Si ndio? Wanapenda kwenda kwa babu kwa sababu kutakuwa labda hamiwa, kunakuwa na vitu fulani vingine. Lakini kwa kawaida kabisa, mtu mzima, mtu aliye na usawa wa kufikiri, atakapowaza juu ya kwenda kukutana na rafiki, haijalishi vitu fulani vipo au havipo. Ni ule uhusiano utakaoshangiliwa. Sasa anasema kwa mifano, lakini kila mmoja anaweza akawa na wakwake, ana kwa ana. Hao marafiki mliosema, mwenyekiti, hata hatupigiani simu mara kwa mara. Tunaweza tukapigiana simu mara moja kwa miezi 3, 4 au miezi 6. Lakini kila tukipigiana simu ni kama vile tulikuwa tunaongea tu jana. Yani, na mke wangu anafahamu na wake zao, hasa mmoja ndiye ameoa, mwingine bado. Lakini wanafahamu kwamba hawa ni ndugu kabisa. Mungu anatarajia tutamani mbingu kwa sababu ya Yesu aliyetuumba na kisha akatukomboa kwa damu yake. Yani ni kweli vitu vizuri vyote vitakuwepo, lakini shauku yetu kuu kwa hakika kwa Mkristo wa kweli ni kukutana na Yesu, kuonana naye ana kwa ana. Na ndio hapo uone ulimwengu ulioporomoka. Katika ukurasa wa 162 anasema maneno mazito kidogo pale, ibara ya kati anasema ulimwengu ule ambao umeporomoka ukikaribia mwisho, tunajua kwamba wingu dogo jeusi siku moja litatokea kwenye anga la mashariki. Litakapokuwa likisogea karibu zaidi na zaidi, tutaona kwamba kwenye wingu lile atakuwa ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake, na katika mkono wake mundu mkali. Hiyo ni Ufunuo 14 fungu la 14. Bwana Yesu atasindikizwa na maelfu kwa maelfu ya malaika, na kila jicho litamwona. Atakapokuwa akishuka, tutasikia kelele yake, mwito wa tarumbeta ya Mungu, na makaburi ya wale waliolala katika Kristo yatafunguka watakapokuwa wakiinuka kwanza. Unajua, nilikuwa nasema nikiangalia kwenye maeneo ya makaburi kama katika mji wa Morogoro hapo,
kule Kola, nafikiri kutakuwa na popcorn, yani ni milipuko, watu wa Mungu wakitoka na unajua wataijua sauti yake atakaye kuwa akiwaita. Nimalizie kwa kusema ili mwenyekiti ya kwamba kwa hakika wazo la kushangaza juu ya kuja kwa Kristo mara ya pili ili kukutana naye, kuonana naye ana kwa ana, linasisimua sana kiasi ambacho hata Mtume Paulo anapoliandikia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya 17 anasema ni kama kufumba na kufumbua, yani umemwona yule. Na anasema unapolala leo hujui hapo katikati kinachotokea, lakini unapozinduka unaona kile. Na unajua kwenye Wafilipi 2 aya ya 10 na 11 anasema hapo kila goti litapigwa. Ndio. Na itakuwa shangwe wakati huo pale tarumbeta. Ukiniuliza chombo katika mziki, katika vyombo vya mziki ninachokipenda kuliko vyote ni tarumbeta. Na sisemi kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia, lakini kuna kitu fulani juu ya tarumbeta ambacho naona hakuna chombo kingine cha mziki kinachoifikia. Inatoa blast, inapasuka hivi, inatoa mlio ambao hauna mshindani. Yani inapasua anga, tarumbeta inapasua anga. Na unapoisikia hasa ile tena ile ina namna fulani inakutoa usingizini, inakutoa na ikiambatana na zingine pale na hili. Na nachozungumzia hapa ni kwamba ile tarumbeta itakapolia, ndio macho ya waliolala yakifumbuliwa, kila aliyekuwa hai, aliyekuwa tayari kumlaki Yesu atakapokuwa anashangilia ile sara, Bwana, sitajali kwamba mbinguni kuna vitu gani. Ninafurahi kumwona aliyeniokoa. Na mambo mengine yatakapofuata baada ya hapa, nikiwaona watu, ndugu zangu, wazazi wangu waliolala katika Kristo, nikiona nikimwona Ibrahim, Musa, sijui nani, haya ni mambo mengine ya ziada. Itakuwa shangwe na hatupaswi kukosa pale. Amen. Katika umilele. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, na kama unaungana nasi, hiki ni kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia, tukiwa tunamalizia somo la 13 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026. Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Tumerejea tena, kama unaungana nasi ni somo la 13 katika kumilele. Mchungaji Didas, kuna kitu kimoja hapa. Kuna sitiari moja anasema bibi harusi. Hii sitiari ya bibi harusi inatumika katika kuzungumzia jiji la Yerusalemu ambalo linatarajiwa, jiji la Yerusalemu. Mchungaji Tuvako hapa ametupatia ndio na kutamani kwenda katika siku ile kuonana uso kwa uso na Yesu Kristo. Hebu karibu uweze kuelezea hilo. Asante sana mwenyekiti. Nilikuwa navutiwa na kupata shauku ya hii siku ya kuonana ana kwa ana na Yesu. Na tukienda kukaa naye mbinguni kwa miaka 1000 na katika umilele wote katika ile dunia mpya ambayo ametuandalia. Nikawa nakumbuka kuna watu wanajiuliza, wanasema mbinguni miaka 1000 sipatakuwa panaboa sana. Hawajui. Sasa mbinguni panaboaje wakati kuna Yesu? Huyu rafiki ambaye Pastor Tuvako amemwelezea sana, yani hata umilele hauwezi kutosha kufurahia swala la kukombolewa na kuishi katika mazingira mazuri matakatifu ya kupendeza namna hii, ambayo kwa sasa hata hatuwezi kuelewa. Mambo ya mbinguni, Biblia inasema masikio, mawazo yetu, macho yetu havijawahi kusikia
kuona, hata kutafakari. Ndio. Na ndiyo maana Yohana akiwa katika kisiwa kile cha Patmo uhamishoni, anaoneshwa vile mwisho utakavyokuwa, jinsi itakavyotokea pale tutakapokuwa tunaunganishwa na Mungu kwa umilele. Na picha anayopewa, anaoneshwa tu tukio fulani la harusi, ambalo hili swala la bibi harusi linatokea, na hii sitiari ya bibi harusi anafananishwa na hili jiji zuri ambalo pia baadaye watu wa Mungu waliokombolewa pia wanaitwa kwa jina hili la bibi harusi. Kuna muunganiko, connection kati ya bibi harusi jiji na bibi harusi wa mwana kondoo, watu wa Mungu watakatifu waliokombolewa. Kwa nini picha hii inakuja? Yohana anaonyeshwa picha hii tu kwa sababu siku ya harusi, kizungumza tukio, anayekuwa kiini cha show yote. Watu kweli wanapenda kumwangalia bwana harusi, lakini bibi harusi huwa wanasema ana steal the show. Yani anakuwa center, kiini cha mvuto, anakuwa center of attraction. Nilimuona kijana mmoja ambaye alikuwa hata anachochewa. Kunajua kuna watu wanaochochea kwamba sasa we kijana, tu kuna binti mzuri hapo, kwa nini usimuoe? Akawa anaambiwa mara nyingi amwangalie yule binti amuoe, lakini yeye akawa anasema mimi simpendi, sioni kama ananivutia. Yule binti akawa amechumbiwa na mtu, na bahati nzuri wakafikia ile siku ya kufunga ndoa na harusi yao. Yule binti akiwa amevaa shela ana maji. Ndipo yule kijana akaachama akasema, hivi kumbe fulani nilikuwa namwangalia kwa wasiwasi kumbe ni mzuri hivi. Akakuta bibi harusi huyu ambaye alikuwa anamdharau katika hali ya kawaida, ile siku ya harusi anapendeza, anavutia sana. Kwa hiyo bibi harusi huwa ni mrembo na katika siku ya harusi kila mtu anataka kumwangalia bibi harusi. Hii siku inakuwa ni siku muhimu sana kwao katika maisha yao mapya ya kukaa pamoja, yeye pamoja na mume wake. Ndio. Na hivi ndivyo itakavyokuwa kuhusu uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Hiyo ndiyo picha, hii sitiari ya harusi ambayo kwanza inapelekwa kwenye jiji ambalo uzuri wake, huu mji ulivyopambwa, Yohana aliweza tu kuoneshwa, yeye akaona, akapeleka kwenye mtazamo wa kupendeza kwa bibi harusi. Ndicho kitu ambacho aliweza kuelezea kama alivyooneshwa katika njozi. Uzuri huo wa bibi harusi alivyopambwa, mji ulioandaliwa kwa ajili ya utakatifu, wale waliochagua kwa makusudi kuishi katika neema ya Kristo, wakakubalika kwa neema hiyo mbele za Mungu, wakafanya uhusiano naye. Yesu anapokuja, zawadi walioandaliwa ya mji huu watakaoishi ndani yake inafananishwa na bibi harusi. Amina. Na hii siku ni siku adhimu ambayo Yesu anapokuja, kama alivyosema alienda kutuandalia mahali, anarudi kutupeleka katika mahali hapa ambako ni pazuri ajabu. Akili zetu haziwezi hata kuelewa uzuri wa mji huo. Na nasema ingawa hatuwezi kwa sasa kuelewa kikamilifu mbingu mpya na nchi mpya itakavyokuwa, Mungu anamwonesha Yohana njozi ya mahali hapa ili tupate angalau kuishi kwa kuitazamia kwa shauku. Hii siku ije ili sisi tuweze kuwa raia wa mji huu. Na hivyo tunapaswa kuishi kwa neema yake kwa matarajio hayo ya umilele. Amina. Na mama mjumbe wa Mungu Sister White anasema katika kitabu cha Pambano Kuu, anasema maneno haya katika ukurasa ule wa 354. Anasema mji mtakatifu Yerusalemu mpya, ambao ni mji mkuu, nao huwakilisha ufalme na unaitwa bibi harusi, mke wa mwanakondoo. Na hii ina connection na watu wa Mungu watakatifu wanaoitwa bibi harusi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wa Mungu watakatifu waliochagua kutengeneza uhusiano naye wanahusianishwa na huu mji, kwa sababu watakuwa ndani ya mji huu ambao utashuka kutoka mbinguni kwa Mungu ukiwa umewekwa tayari, umepambwa, kuna meremeta kama bibi harusi aliyekwisha kuwekwa tayari kwa mumewe. Kwa tuna mji mzuri ajabu. Alafu sisi siku hii ya show, ulimwengu ukitazama,
Tunapochagua kwa upande wa Mungu hivyo, tutakuwa wahusika muhimu katika siku hii, tukiitwa pia bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Sio mke katika muktadha wa kimwili kama wengine wanavyodhani, lakini uhusiano wa ndoa katika hali ya kawaida ya maisha yetu ya kibinadamu yanafananishwa kwa njia ya sitiari na uhusiano wa Mungu na watu wake, kanisa lake analoitwa bibi harusi, bikira safi, aliye na mafundisho safi, aliyeamua kumtii Mungu. Kwa hiyo siku itakapofika, tutaingia watakatifu wa Mungu, bibi harusi, katika mji mzuri tulioandaliwa, Yohana nao oneshwa kwa mtazamo wa uzuri wa bibi harusi mrembo aliyeandaliwa kwa ajili ya mume wake. Nami asante sana Mchungaji Didas kwa kutufunulia hiyo sitiari ya bibi harusi. Nikirejea tena kwako Mchungaji Tuvako, ningetamani utuambie uzoefu wa kumfuata mwana kondoo kwa muktadha wa somo la juma hili. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru. Unajua, katika kuunganisha hapa kile ambacho anazungumzia juu ya bibi harusi, tunazungumzia pia juu ya Kristo kama mwana kondoo. Na kuna ile salamu imefahamika sana katika jamii zingine, inatumika mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Na nadhani kusudio liko vizuri kwa msingi kwamba kama ndiye Kristo mwana kondoo akitangulia, wote wanaopenda kuokolewa, wanajua nani muumba wao, nani mwokozi wao, wanakwenda kumfuata yeye aliye mwana kondoo. Na Yohana alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, katika Yohana sura ya 1. Lakini ninachozungumzia hapa katika kujibu swali lako mwenyekiti, ni hoja ya kutofautisha kati ya wanyama wengine waliotumiwa, ambao unaweza kuwa walikuwepo katika mazingira hayo, lakini huyu ambaye anatumika kama kielelezo cha Kristo, upole wake na namna yake ya unyenyekevu ya kupenda kufuata mchungaji, tabia hizo ndizo ambazo zinafanya kondoo au mwana kondoo asimame badala ya Kristo. Lakini sio kwamba sitiari ya mwana kondoo ni kamilifu, ina mambo yake tofauti, lakini kimsingi kwenye hizi hoja za tabia za Yesu ambazo tunapaswa kuzinukuu au kuzichukua kutoka kwake, basi zinaonekana pia kwa wanyama kama hawa. Tunachoangalia leo sio swala tu la sitiari hiyo. Tunapozungumzia juu ya kumfuata katika hoja ya umilele, tunaangalia uzoefu ambao unatufikisha mahali ambapo tutakaa pamoja naye bila kuachana naye tena milele. Na ameweka dokezo hapo la mjadala wa watu wanasema tutaboreka miaka 1000. Najiuliza kama kuboreka au kuchoshwa na jambo ndio lugha nadhani ya Kiswahili. Maana kuboreka ni kama ni lugha ya mtaani ya kutohoa kutoka kuwa bored. Kuchoshwa na jambo, kuchoka kunatokana na dhambi. Dhambi haitakuwepo kule mahali mwana kondoo anapotawala milele. Na hivyo hakuna kuchoka. Hakuna kuchoka. Na ndio hapo unaweza ukashindwa kuelewa vizuri kwa mawazo ya kibinadamu, hivi patakuwaje mahali pasipo na kuchoka? Hakuna kuchoka tunda, hakuna kuchoka divai ya pale, hakuna kuchoka kinywaji chochote, hakuna kuchoka mtu, hakuna kuchoka siku, hakuna kuchoka mwanga, hakuna kuchoka. Yani ndio lugha tu inaweza kusema. Hakuna lugha bora isipokuwa kusema kwamba utakuwa na kila siku itakuwa mpya. Na kila saa, kila wakati tutaendelea kumshangaa Mungu. Tutajifunza ukuu wake milele. Huyu aliyekuja katika unyenyekevu kama mwana kondoo atatushangaza kule milele. Atakushangaza. Na unajua katika Isaya 25 fungu la 8 anasema mauti imemezwa. Nilipenda mambo matatu pale. Labda nikisoma ni vyema kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Nimesema Isaya sura ya 25 fungu la 8. Anasema maneno katika makundi matatu. Anasema
amemeza mauti hata milele. Hiyo ni moja. Na Bwana Mungu atafanya la pili, atafuta machozi katika nyuso zote. Hilo la pili. La tatu, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Sasa nachoguswa nacho ni hiki. Hivi karibuni nimekuwa na uzoefu, tunapitia mambo katika maisha, alafu mtu anakwambia, unajua baada ya misiba kuna kama aibu fulani hivi. Nikajiuliza, aibu hiyo ni miaka ya nyuma kidogo. Aibu ya nini? Kwani umekosa nini ili uone aibu baada ya kupata uzoefu wa kufiwa? Lakini nilipoupitia kwa upande wangu, niliona hicho kitu una hali fulani, nadhani wengine tumewahi kupitia huo uzoefu. Ni kama baada ya tukio kubwa hilo kupita, unaona yani kitoka tena hapa nitakutana na watu watasema pole, watasema pole. Sasa mbona yani unakuwa kama vile hutaki kwanza kulikubali lile lilopita, lakini pili kuendelea kukabiliana na lugha za kuonea huruma, mitazamo ya huruma. Unatamani ungekaa, kuna wakati unahisia hiyo, unatamani ungekaa mahali watu wasikusemeshe. Hiyo ni kama aibu fulani. Ninashangaa Biblia ina kila kitu. Anasema anafuta mauti halafu anafuta machozi, halafu anaondoa aibu. Na halafu isitoshe, hiyo anasema ni katika mbingu. Nimalizie mwenyekiti wa kusema haya. Ufunuo 7 anasema atafuta machozi. Ufunuo 21 anasema kila chozi litafutwa. Kila chozi litafutwa. Na namwangalia huyu mwana kondoo anayeimbwa kwenye Ufunuo 5:12, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Anastahili yeye ambaye ndiye muumba lakini mkombozi wa wanadamu. Huyu ndiye ambaye Yohana Mbatizaji alivyomtambulisha mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu ndiye mwana kondoo, ndiye pia mchungaji wa kweli ambaye akiongoza katika njia zetu leo. Njia yake haishii ukingoni, inaishia umilele. Inafika mahali ambapo hakuna ukomo. Ni furaha na uzima ambao haukomi. Yesu anasemwa hapa katika ukurasa 164. Nisome maneno machache yaliyobakia pale. Ufunuo sura ya 7:17 inaposema, kwa maana huyu mwana kondoo aliye katikati ya kile kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji kama watu wake. Anasema kondoo wake. Tutamfuata Bwana Yesu mbinguni milele, tukitaka kuwa katika kuwepo kwake, tukitaka. Anasema sifa moja inayowabainisha watu wa Mungu ni kwamba jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, yaani daima tutakuwa tukimfikiria yeye. Wimbo mmoja baba alinifundisha, niliupenda sana. Kuna nyimbo nyingi zinazotupa hilo tumaini. La huu ulikuwa na fungu lake moja, wimbo ulitungwa na Fanny Crosby, we are waiting blessed Savior. Fungu moja ila kwanza sasa, we are waiting blessed Savior, we are watching for the hour when in majesty descending thou shalt come in mighty power. Then the shadows shall be lifted and the darkness rolled away, and our eyes behold the splendor. Oh, the glorious crowning day. Kusikia ukimba besi uko vizuri. Nilikuwa ninaunganisha tu hapo. Tunamngoja Mwokozi. Naam, tunamngoja Mwokozi. Asante sana Mchungaji Tuvako kwa kuunga hapo na wimbo huu ambao unaendana na kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa. Mchungaji Didas. Tunapata mwaliko. Juu ya uzoefu wa kumfuata, tukitoka hapo kwa juu ya uzoefu wa kumfuata mwana kondoo, lakini tunapata mwaliko. Na Kristo hapa anatumia neno moja katika mwaliko huo. Akisema tu njoo. Ni neno moja tu, njoo. Sasa unatuhusuje huu mwaliko ambao na neno moja,
katika kipindi chetu sisi hivi leo. Njoo, huo ni mwaliko tu. Karibu sana Mchungaji Didas. Yaani ninaona upendo wa Mungu wenye kina usio na ukomo, Ndio. na hivyo ndivyo Kristo alivyo, kwamba anatupenda kiasi kwamba hataki tukose hii furaha ya milele ambayo imeandaliwa kwa ajili yetu. Na hivyo wito wake upo daima, ingalipo neema yake. Ndio. Wito wa Yesu Kristo ipo kwa ajili ya kila mtu, kila iitwapo leo. Ndivyo alivyo. Ukisoma Agano la Kale utasikia Mungu akiwaita watu wake. Agano Jipya, Kristo yeye mwenyewe anaita katika kitabu tunachokipenda, fungu ambalo nadhani wengi tumelikariri, Mathayo 11:28-30, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini napenda maneno ya Mungu akiita katika Agano la Kale kwa kinywa cha nabii Isaya. Isaya sura ya 55 anasema maneno haya, anasema haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni. Hiyo ndiyo neema. Unaitwa upewe kitu usichostahili bure. Anasema njooni mnunue mle. Unasema uje una fedha lakini uje ununue, ina maana imelipiwa kwa neema yake. Neema ya Yesu inadumu. Yani huu wito ni wito wa neema. Kimsingi hakuna mwenyekiti, tunachokwenda kufanya ni mwitikio wa kubadilisha mwelekeo na kumgeukia kwa ile toba tuliona. Wito huu ni kwamba tumetanga mbali na sauti ya Yesu kama alivyomwelezea kama mchungaji mwema. Daima inataka kondoo waliopotea warudi katika zizi lake. Maana tumeandaliwa mambo mazuri. Anasema, kwa nini unatoa fedha kwa ajili ya kitu kisicho chakula na mapato yenu katika kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Huu ni wito wa Mungu kwamba tuwe katika uhusiano naye sasa. Alafu hiki kinachokuja, maisha haya mazuri ya umilele, ni sehemu yetu kuchagua. Na hivyo Roho wa Mungu kama Yesu alivyoahidi yuko tayari. Yeye ndo analeta huu msukumo wa kuisikia sauti ya Yesu. Anataka kutuvuta katika kugeuza mwelekeo, sikio letu lielekee kwenye sauti hii inayoita daima njoo. Na tunapoisikia sauti ya Yesu ambaye ni mchungaji mwema, yeye anasema kondoo wake wanaijua sauti yake. Anapotamka wakisikia wanamfuata. Na hivyo Yesu anakuita mpenzi mtazamaji na msikilizaji, njoo kwa wito wa neema. Halafu kitu kizuri, unajua tumepewa neema maradufu. Hebu pata picha, kazi kubwa ya thamani inayogharimu uhai wa mkombozi ambaye ameamua kuvika uungu wake na ubinadamu. Akaishi maisha ya kujidhili, maisha ya chini, maisha duni ya mtumwa. Tulisoma kwenye kitabu cha Wafilipi robo ya kwanza, Yesu anavyoelezewa katika unyenyekevu wa kushuka kukaa kwetu. Alafu eti Mungu anachukua nafasi ya kuja kwetu ili afe kutuokoa. Alafu tunapoitikia huu wito wa neema, sisi tunapata neema nyingine ya Mungu kutufanya. Tulijifunza somo la 12 Pastor Tuvako wa kushiriki habari zake. Mungu anataka tuwe mkondo mlizamu wa kutiririsha baraka ya neema yake kwenda kwa watu wengine. Kwa maana hii sauti ya njoo, sisi tunakuwa kama vipaza sauti wa Yesu kuwaita wengine walio gizani waje kwa Yesu kwa kuongozwa na Roho wake. Ndio maana katika Biblia kuna kitabu cha Ufunuo inapotuambia 22:17 kwamba na Roho na bibi harusi wanasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje. Ile tuliyosoma kwenye Isaya, aje atakaye na ayatwae maji ya uzima bure bila fedha. Njoo ununue alafu bure. Kwa hiyo tunapaswa kushirikiana na Roho wa Mungu.
kama watu wa Mungu ambao tumekubali neema yake, tuwaite wengine kuja katika uhusiano unaookoa na Yesu Kristo. Mwaliko huu ni bure, unatolewa kama zawadi ya neema. Tumkubali Yesu maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote na nguvu zetu zote. Maisha yetu ya hapa na ya umilele na ya baadaye yanabadilishwa kwa umilele. Ni kana kwamba tunaishi kama raia wa ufalme wa mbinguni. Tulijifunza robo ya kwanza, lakini tungali duniani. Kwa sababu tumepokea mwaliko huu wa neema na tumedumisha uhusiano na Yesu. Yesu anapotualika tumjie yeye, maneno yake ya mwisho katika kitabu kile cha Ufunuo ni maneno mazuri sana. Ufunuo ile sura ya 22 na 20 anasema maneno haya. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, huyu ni Yesu ndiye anayeshuhudia kwa Yohana, naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Yesu anakuja upesi. Na ni upesi kiasi gani, mwenyekiti? Kwa uzoefu wetu ni kwamba maisha yetu tumejifunza kwamba tuna maisha mafupi duniani. Tupo tu hapa kama mbumande, tunapita. Na utakapolala usingizi wa mauti, utakapoamka, uzoefu wako mpya utakapokutana nao ni Bwana anakuja mawinguni. Na kwa kweli sisi tunaona lakini kwa namna hafifu, huu uhalisia tunaozungumza wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, kwamba ni jambo jepesi, ni jambo linalokuja kwa haraka, lakini tunaona kwa uhafifu habari hii. Ndio maana wengine hawaelewi kwamba kuja kwa Yesu Kristo ni lini na kutakuwaje. Tunaona kwa uhafifu, lakini wakati huo tutamwona ana kwa ana, kama ambavyo Pastor Tuvako ametuelezea. Na habari njema ni kwamba usichoke katika kusubiri. Dumisha uhai wa shauku hii daima mbele yako, kwa imani na katika tumaini, katika upendo na wema wa Mungu. Bwana Yesu, tafadhali uje upesi. Amina. Tumngoje kwa saburi, tumngoje kwa imani na tumaini, tukiwa katika uhakika wa neema yake nayo tushikilia kwamba anakuja upesi. Asante sana Mchungaji Didas. Nirejee tena kwako Mchungaji Tuvako, tunapokuwa tunamaliza kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Unazungumziaje hasa tunapokuwa tukifunga pia robo ya pili ya kukua katika uhusiano na Mungu hii ya mwaka 2026? Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nikushukuru tena mwenyekiti pia kwa namna ambavyo tumetembea pamoja katika robo hii. Hakika nachoweza kusema ni yafuatayo. Mmoja ni kwamba kwa tunapozungumzia juu ya umilele, ambalo ndilo somo la mwisho hapa, tunaangalia juu ya kile ambacho kabla ya umilele kufika inabidi tujiandae kwacho. Unavyokula, wataalamu wanasema walishe, ndio wewe. Na vivyo hivyo unapolisha moyo, akili yako, mambo ya kidunia, utakuwa wa dunia. Ukilisha akili yako mambo ya uzima wa milele, neno la Mungu likijaa ndani yako, habari njema za kuja kwa Kristo mara ya pili zikitawala moyoni, hilo litafanya uwe hivyo na uwe tayari kwa ajili ya ujio huo. Na hivyo nikutie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwamba habari njema ndio hii ya kwamba tunapaswa sasa kujiandaa kwa kulisha akili zetu hivyo. Na anasema kwenye paragrafu moja hapa 166, ukurasa 166, kisha mataifa hayatakuwa na sheria nyingine isipokuwa sheria ya mbinguni. Wote watakuwa ni familia iliyo na furaha yenye umoja, iliyovishwa mavazi ya sifa na shukurani. Katika mandhari hiyo, nyota za asubuhi zitaimba pamoja na wana wa Mungu watapiga kelele za furaha, wakati Mungu na Kristo wataunganika katika kutangaza dhambi haitakuwapo tena, wala mauti haitakuwapo tena. Yapasa tuingie katika mazoea hayo. Mwenyekiti, niseme kwamba Bwana anapotuandaa kwa ajili ya hilo, robo hii tunapomaliza, nimtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapokwenda robo ya tatu, ajipatie mwongozo ambao unatuongoza kujifunza tena kwa namna ya pekee na kwa kina Wakorintho wa kwanza na wa pili, mwezi huo kuanzia Julai hadi Septemba. Mungu atubariki katika hii. Amen.
Nikushukuru sana mchungaji Tuvako na nikushukuru sana mchungaji Didas. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Tunakukaribisha tena katika robo ya 3 na ya mwaka 2026 ambayo tutajikita zaidi kwenye swala zima ambalo linahusiana na Wakorintho, Wakorintho kwanza na wa pili. Usikose. Asante sana na uweze kubarikiwa. Amina. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki ni kuombe mchungaji Didas uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba wa mbinguni, kwa mioyo ya shukrani na unyenyekevu tunakutukuza, tunalibariki jina lako. Amina. Wewe ni Ebeneza. Umetembea nasi umbali huu majuma 13 yenye kuinua mioyo yetu kuungana nawe katika uhusiano unaookoa. Tafadhali kumbukumbu ya masomo haya yasitoke katika akili zetu sisi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Na hivyo tutafute kwa bidii kujenga uhusiano uthabiti, hasa tunaposimama ukingoni kabisa mwa umilele. Tunajua unakuja hivi karibuni. Tunatazamia kwa tumaini na imani kwamba kutakuja, naam, na uje Bwana. Amina. Asante, tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina.